Niokoka Yesu ni Bwana. Shukuru Bwana kwa neema na baraka zake katika maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Nataka kunena kuhusu things that devalues our call. Mambo ambayo huondoa udhamana wa mwito wetu. Read together with me in the book of Judges chapter number 13 from verse number 2 to verse number 5. Judges chapter number 13 verse 2 to 5. The Bible says, a certain man of Zorah named Manoah from the clan of the Danites had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, you are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean. Verse number 5, you will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, be dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ambayo tunayasoma tunaona ni yananena kuhusu Manoa ambaye alikuwa babake Samson, na tunaona vile ambavyo mkewe ambaye alikuwa ni tasa na hakuwa na uwezo wa kupata mtoto, vile ambavyo alivyotokewa na Mungu na akapewa maagizo na Mungu ya kwamba atapata mimba na atazaa mtoto wa kiume. Na Biblia inasema ya kwamba akaambiwa ya kwamba kuanzia sasa usinywe kileo, usile kitu ambacho ni kinajisi, na usinywe vitu ambavyo ni vya kulevya. Na akaambiwa huyo mtoto asiwahi nyolewa, kwa sababu atakuwa Mnazarayo toka tumboni, atatengwa ili akaweze kuongoza katika juhudi za kukomboa wana wa Israeli toka katika mikono ya Wafilisti. Jina la Bwana litukuzwe. Mama hajashika mimba, lakini malaika amekuja na ujumbe, na ujumbe huo ambao amekuja nao ndio unaonyesha hali yake ya maisha vile itakavyokuwa kuanzia dakika hiyo kuendelea mbele, na hali ya mtoto wake jinsi itakavyokuwa yule atakaye mzaa. Jina la Bwana lisifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba kwa nini Mungu alikuwa anafanya jambo hili? Because our brother Samson was dedicated to God from the womb to lead the issue of delivering the children of Israel from the hands of Philistine. Na kwa hivyo this was the calling of God to the life of Samson. Na anaweka the foundation ya kwamba mtoto huyu asiishi hivi, asikae hivi, asiwe hivi, kwa sababu atakuwa vile ambavyo Mungu anataka. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inasema ya kwamba Mungu ndiye huwa anatuumba. Ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17:26, Biblia inasema ya kwamba Mungu aliamuru ya kwamba tutazaliwa wapi na tutaishi wapi. Kwa hivyo tunakuwa katika mpango wa Bwana vile ambavyo tutakavyozaliwa na hatima yetu vile ambavyo itakavyokuwa. Na kwa sababu Bwana ametuita na Bwana ametuchagua, I just want you to understand several things, about 3 of them. Ya kwamba calling brings greatness. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Calling brings greatness. Huwa inaleta ukuu. Genesis 12 verse 1, the Bible says that Abraham was called by God, and he was promised to be great, and his name to be great, and he became the father of many nations. So when
we are called by God, our calling can cause greatness in our life. Glory be to God. So calling is not just another thing in life. Calling is an instrument that can cause you to be great in life. Hallelujah. And it is very important for you to value your calling. If only your calling can make you great, then you need to value your calling. Hallelujah. Now, by virtue of valuing your calling, you will separate yourself from things that devalues your call. Amen. Kwa sababu our calling can change our life. So number one, calling brings greatness. Abraham was called. He was just a mere man, like any other man of his days. And God wanted to change him so that he may be able to become a blessing for the nations. Glory be to God. God can call you and bless you to become a great person, an instrument of his purpose, of accomplishing his purpose in life. Katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. So calling is a very important instrument in our life. As long as you have answered our calling. The thing is, most of people are called, but they have not answered their calling. And this morning I just want to urge you, my dear brother, my dear sister. It is your high time to answer your call. If only God has called you, and I believe that you are not here in the church accidentally. You are here because God has already called you. You need to answer your calling and just to walk in the path of your calling in the mighty name of Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. Number 2, calling brings provision. Wakati Mungu anakuita, the calling of God will bring provision. Italeta msaada ambao unaohitaji wakati wote. So mwito wa Bwana hauna na majuto. Kwa sababu gani? Mungu anapotuita, yeye huwa ana uwezo wa kuprovide katika mahitaji yetu katika jina la Yesu Kristo. Lakini ata provide when we have answered our call and we are in our position, wakati tuko katika nafasi zetu za mwito wetu katika jina la Yesu Kristo. You remember the case of Elijah? After his decree ya kwamba kutakuwa na njaa, kutakuwa na kiangazi, miaka 3.5 hakutanyesha mvua, na kutakuwa na njaa. The Bible says in the book of 1 Kings chapter number 17 verse 1, alipo make that declaration, Mungu akamuita akamwambia kwamba enda Kerethi ukakae pale, nami nitaweza ninakulisha. Nimeamuru kunguru wao wanakuletea mkate na nyama, nawe utakuwa unakunywa maji katika kijito kile. And after some time kijito kile kikakauka. Mungu akamtokea tena akamwambia kwamba enda kijiji ambacho unachokikabili, ambacho ni cha Serefari, maana nimeamuru mjane atakulisha mahali pale. Jina la Bwana litukuzwe. When you are in the purpose of God, after answering the call of God in your life, God will provide, because the calling of God brings provision. Hawezi kuwa katika mwito na uhangaike. Hey, hallelujah. Ukiona umeitwa na unahangaika, maybe umetoka katika mwito. You are not in the position ambayo Mungu angetaka. And if you are in this position, maybe God is processing your provision. Hallelujah. Kwa sababu when the provision is being processed, kutaonekana kana kwamba hakuna na kitu. Lakini kuonekana kana kwamba hakuna na kitu hakutazuilia kile ambacho Mungu ana process kifike. Remember the mistake, one of the mistake ambayo Naomi na mumewe walioifanya ni kutoka Bethlehem wakapotelea nchi ya Moabi, kwa sababu Bethlehem hakukuwa na chakula. Na remember, Bethlehem inamaanisha a house of bread. Amen. If you can find a crate of bread,
haina na mkate, sio kusema ya kwamba haitakaa hivyo milele. The baker, wale ambao ni wapishi wa mikate, watakapomaliza kupika mkate watuleta waweke kwa that crate. Glory be to God. And that's why when Naomi was far away from his country and from his countrymen, the Bible says that they got an information that God has remembered their motherland. Hallelujah. Na kuna chakula. Kwa hivyo wakaamua ya kwamba wacha turudi nyumbani. And when they came back, walikuta ya kwamba ilikuwa wakati wa mavuno. Kwa sababu sasa unajua kama haukupanda huwezi ukavuna. Sasa kile kazi ambao walikuwa wakifanya kubwa, Naomi alikuwa anatuma Ruth aende akapige kereyo. Unajua kereyo? Unafuata wale watu ambao wanavuna, alafu ile kidogo kidogo inabakia huko ambayo hawakuwa wanaielewa, hawakuwa wameweza kuiona. Wewe unaenda and you search very keenly ili uanze kupata ile ambayo imesalia huko. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Call of God will bring provision. Hata wakati kunaonekana kana kwamba hakuna, bado God is processing your provision. Katika jina la Yesu Kristo. Just want to talk to somebody this morning. Even though things are not working in your life because of the pandemic, God is processing your provision in the mighty name of Jesus. And it's just a matter of time. Uone mambo yamebadilika na uweze kumtukuza Bwana katika jina la Yesu Kristo. It doesn't matter what is happening around you. It doesn't matter what is happening around your family. But one thing I want you to consider is that God is faithful. The one who calls you is faithful. Glory be to God. The Bible says that the one who calls us is faithful, and he will be able to accomplish what he has begun into our lives. Glory be to God. Yeye ataweza kukamilisha kile ambacho alichokianzisha katika maisha yetu. So you need to have faith in God katika jina la Yesu. Hallelujah. And number 3, the calling of God brings protection. Wakati Mungu amekuita, ni lazima atakulinda. God will protect you from your adversaries. Haijalishi ni akina nani wanataka kukuleta chini, haijalishi ni akina nani huwa wanapigana na wewe, but as long as God has called you, he will protect you from your adversaries. Katika jina la Yesu Kristo. Wachawi wanaweza kuweko wakijaribu kukuleta chini, waganga wanaweza kuweko wakijaribu kukuleta chini, watu waovu wanaweza kuweko wakijaribu kukuleta chini. But one thing I want you to understand, that God will protect you from your adversaries in the mighty name of Jesus Christ. As long as we are in our calling, we are in our position, God will protect us from the wills of the enemy in the mighty name of Jesus Christ. Maybe maadui wanaweza kupanga, maybe mapepo yanaweza kukupangia, but they will not stop God from protecting your life. Glory be to God. Biblia inasema ya kwamba sisi ni kama mboni ya jicho. Watu walioitwa na Bwana ni kama mboni ya jicho la Mungu. Mungu anawaangalia. He's there to protect us. He's there to take care of our lives in the name of Jesus. Glory be to God. Amen. Hallelujah. And by virtue of understanding that the calling of God will bring greatness, will provide for our life, and will cause protection for our family, now you can be able to stand and protect yourself from things that can devalue your calling. Hallelujah. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanaweza kuondoa udhamana wa mwito wetu. Wakati tunajua mambo yale ambayo mwito unaweza kutufanyia, unaweza sasa kuanza kujilinda kutokana na mambo yale ambayo yanaweza kuondoa udhamana wa maisha yako na ya mwito wako katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Tunaona ya kwamba Samson, before he was conceived in his mother's womb, the instruction were already there. Maagizo tayari yalikuwa yamepeanwa. Na mama yake alijua ya kwamba anahitaji kuishi maisha aina gani, na anahitaji kufanya nini, na anahitaji kuishi maisha aina gani.
na yule atakayezaa ataishi maisha aina gani. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. God cannot call anybody without giving instruction. Amen. God cannot call you without giving instruction. Before he calls, he instructed, and after giving instruction, now he calls. Alafu sasa ukiitwa, ukija, kazi yako ni kufuata maagizo to maintain your calling in the name of Jesus. Glory be to God. Because only a calling can only be maintained by a serious person who follows the instruction. Mungu hawezi kuita na akose kupeana maagizo. Ni lazima atapeana maagizo katika jina la Yesu. Hallelujah. Sema Bwana unisaidie. Sema Bwana unisaidie. Things that devalues our calling. Ni vitu ambavyo vinakuweza, hazitafanya tu mambo mara moja, zitakunyonya pole pole, pole pole, pole pole. Unatupa udhamana wa mwito wako pole pole, pole pole, mpaka wakati mwingine unakuwa bure. Ndio uko, lakini hauna na mwito. Jina la Bwana litukuzwe. Are you getting me? Ni kama mama ambaye amepata watoto alafu akawa mistreat. Finally wanachukuliwa na serikali na wanakuwa mali ya serikali, anabakia mama ambaye ni mama mzazi na hana na watoto. Kwa sababu gani? Mchezo wake uliweza kuondolea watoto ambao ako nao. It is very important for you to understand things that can devalue your calling, ili ujiseparate from those things in order for you to maintain your calling in the name of Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. Why we should separate from the things that devalues our calling? The Bible says in the book of Ephesians chapter number 4 and verses 1. Ephesians 4 verse 1. The Bible says that we are supposed to live life worthy our calling. Let me read there. The Bible says, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. We are supposed to live life worthy our calling. If you cannot live life worthy your calling, then you will devalue your calling by allowing things that will continue devaluing your calling. Because if you cannot take care, the call can depreciate every time you associate yourself with the things that devalues your calling. Glory be to God. Wakati wote unajihusisha na mambo ambayo yanaondoa na kupunguza udhamana wa mwito wako, hivyo ndivyo mwito wako utaendelea ukipoteza udhamana. Call can depreciate and can appreciate. The more you follow the instruction, the more the call of God in your life will appreciate. And the more you associate with the things that disqualifies you from your position of your calling, your call will continue depreciating. And finally utakuwa mtu ambaye ndio ako lakini hauna na mwito. Jina la Bwana litukuzwe. There are things that will devalue our calling. Number one is sin. Sin, when you continue sinning, ukiendelea kufanya dhambi, ukiendelea kufanya mambo ambayo sio mazuri na kujihusisha katika dhambi, especially dhambi ambazo unafanya and you don't confess them or repent, sin will devalue your calling. Glory be to God. In the book of Proverbs chapter number 28, Proverbs 28 verse number 13, the Bible says, whosoever conceals their sin does not prosper, but the one who confess and renounce them find mercy. Whoever conceals their sins
does not prosper. If you want to prosper in your calling, in the area of your calling, don't conceal in your life any form of sin. Sometimes unaweza kujikuta umeingia katika dhambi, but move fast to confess your sin, because whoever conceals his sin or her sin will never prosper. But the one who confess and renounce them, they will obtain mercy. Glory be to God. It is only by the mercies of God we are alive. It is by the mercies of God we were called. It is by the grace of God we are the way we are this morning, in the name of Jesus. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi zitapunguza udhamana wa mwito wako, and by the end of the day zitakuwa zimeondoa mwito wako kabisa. Samson aliingia katika dhambi za usinzi na usherati, na Samson alipenda wanawake sana, na kwanza aliwapenda wanawake ambao ni wanawake wa kigeni, sio wa Israeli. Alipenda wanawake wa mataifa mengine, na akawa na mchezo huo wa kucheza na wanawake. Anakatazwa na wazazi wake, anasema ya kwamba lakini dadi, nilikuwa nataka huyo. Usinizuilie, ni yeye nilikuwa nataka. Akafikiria ni mchezo. No, sometimes unaweza kuingia katika dhambi alafu unakuta ya kwamba bado upako huko, bado neema unasikia kana kwamba hivi unafanya mambo ambayo hayastahili, lakini unaona kana kwamba bado uko sawa. Wacha nikwambie, hauko sawa. Anguko huwa halikuji mara moja. Anguko is a process. Falling is a process. Na baada ya kuanguka, you can be able to tell mahali ambapo ulianzia kuanguka. Jina la Bwana litukuzwe. Are we together, church? So Samson alicheza tu hivyo. Aliona kana kwamba mambo yote yako sawa, akaona kana kwamba ni mchezo. Wakati mwingine alijikuta ameng'olewa macho, na kwa sababu ameng'olewa macho hakuwa na jambo lingine. He became an entertainer of his enemies. Instead of delivering his brethren, he became an entertainer of his enemies for 7 good years. Imagine 7 good years as an entertainer. Walikuwa wanamfungulia, wanamwambia njoo utuchezee, njoo utufurahishe. Yeye anawafurahisha, wanacheka, wakisema huyu ndiye alijifanya hodari, wanamchekelea. Huyu ndiye alikuwa anatushambulia sana, wanamchekelea. Angalia sana mpendwa, usije ukachekelewa na maadui zako. Angalia sana mpendwa, usije uka-entertain your enemies in your life. That can only happen after you continue devaluing your calling. Vile ambavyo Mungu amekuita, unaendelea kupunguza udhamana wa mwito wako, mpaka wakati mwingine unakuta kwamba you are not called in the same position anymore. Samson baada ya kucheza sana, alifika kiwango hakuwa sasa katika mwito wake tena as a deliverer. Alikuwa in a position of entertaining the enemy. God forbid kama tunaweza jikuta tukifurahisha our enemies katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. You need to value your calling. We were called to be great. Maybe we are not where we are supposed to be, but still we are on the journey of becoming what God was predestined for us. Bado mwito wetu unaendelea, bado tunaendelea mpaka tutakapofika kile ambacho Mungu alitaka tuwe, katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. So don't entertain sin in your life. Unaweza kudanganya leo, uone kana kwamba mambo yote yako sawa, na ukuwe na ugonjwa wa kudanganya. Uelewi huo uongo unararua mwito wako, na finally utakuwa umekuondoa katika mwito wako. Utabakia tu mtu wa kutumbuiza watu. Hivyo ndivyo Samson alivyofanya. Jina la Bwana litukuzwe.
Unaweza kuwa na kiburi siku ya leo, ujione wewe ndiye mtu wa maana sana kuliko watu wale wengine. You know, the Bible says that we are supposed to see other people worthy than us. Tuwaone watu wengine ya kwamba wanafaa kutuliko. Wakati wewe utaamuka hivyo uone kwamba ni mimi nilistahili kusifiwa hapa, ni mimi nilistahili kuona hapa, ni mimi nilistahili kuambiwa, umeanza anguko lako tayari limeingia. Jina la Bwana litukuzwe. Are we together, church? Kwa hivyo ni vizuri ukaweze kuwa mwangalifu. Dhambi kidogo sin will devalue your calling, and finally you'll become just a mere person, an ordinary person like any other person. Na utabakia na aibu. Mtu ambaye kaa katika dhambi finally huwa anaaibika. But whoever confesses sin and renounces them will obtain mercy. It is our high time to obtain mercy and favor in the eyes of God by confessing all our sin. Don't conceal any sin in your life. Just confess those sins. Number 2, the things that devalues our calling is lack of following the pattern or instruction. Lack of following the pattern or instruction. First Samuel chapter number 15. First Samuel chapter number 15. Verse number 3, the Bible says that, now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to them men and women, children and infant, cattle and sheep, camel and donkey. Verse number 4, so Saul summoned the men of mustard and mustered them at Telaim, 200,000 foot soldiers and 10,000 from Judah. Verse number 10. Then the word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king, because he turned away from me and has not carried out my instruction. Samuel was angry and he cried out to the Lord all that night. Verse number 12. Early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul, but he was told, Saul has gone to Carmel. There he has set up a monument in his own honor, and has turned and gone on down to Gilgal. Verse number 13. When Samuel reached him, Saul said, the Lord bless you. I have carried out the Lord's instruction. Verse number 14. But Samuel said, what then is this bleating of sheep in my ears? What is the lowing of cattle that I hear? Saul, verse number 15, Saul answered, the soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and the cattle to sacrifice to the Lord your God. But we totally destroyed the rest. Verse number 16, enough. Samuel said to Saul, let me tell you what the Lord said to me last night. Tell me. Saul replied. Verse 17, Samuel said, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribe of Israel? The Lord anointed you king over Israel. Verse number 18, and he sent you on a mission, say, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites, wage war against them until you have wiped them out. Verse number 19, why did you not obey the Lord? Why did you pause on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Jina la Bwana litukuzwe. The reason why God chose Saul, He chose Saul to revenge for the children of Israel to Amalekites. In Exodus chapter number 17, tunaona Wameleki walitoka wakapigana na wana wa Israeli wakati ambapo walikuwa wanaenda katika nchi ya ahadi. Na neno la Bwana linasema namna gani? Wakati walipopigana na wao, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaapa kwamba atakuwa na vita na Waameleki siku zao zote mpaka atakapowamaliza,
waondoe katika uso wa nchi. Many years later tunaona anatuma Samuel akaweze kutia mafuta Saul awe mfalme. Alafu the first mission ya Saul after his ordination, tunaona ya kwamba anaambiwa enda wapige Waamaleki, wamalize wote, go and utterly destroy them. Na anawaambia kwamba umalize wanaume, umalize wanawake, umalize watoto, umalize wanyama, everything. Lakini alipoenda, he disobeyed God. Glory be to God. Lack of following pattern, because finishing and destroying the Amalekites was in the pattern of God. When God called you, wakati Mungu alikuwa anakuita, you should understand that you were called to continue with the pattern ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameiweka. Kuna vile ambavyo kuna mpangilio ambao Bwana alikuwa ameanzisha na akakuita. Kama ni hapa kanisani, haukukuja tu, uliitwa kwa sababu already the pattern was already laid, na akakuleta akakufix in a certain position ili na wewe uendelee ile pattern. So cha kushangaza ni hii, wakati utaanza kufollow the pattern ambayo ulistahili kuifuatilia, unaanza kuingilia mambo ile ambayo haikuruhusu. Utaingia katika mtego. Jina la Bwana litukuzwe. Vile ambavyo Mungu ameniita katika huduma, nikiachana na the pattern ambayo Mungu amenipatia, nianze kuingilia vitu ambavyo watu wengine wanafanya, it can cause my calling. Following the instruction is very important. Mungu Samueli anakumbusha Sauli ya kwamba you are nothing. Haukuwa kitu, ulikuwa kitu kidogo, na Mungu akakuita. Na baada ya Mungu kukuita, amekupatia majukumu, enda umalize kila kitu. Na wewe unakuja hapa na kusema ya kwamba ati vijana wangu walibakisha sijui nini, na mpaka ufalme umemleta, Agagi the king umemleta. What is wrong with you? Mungu alikuita ufanye hivyo. Someone became angry because of Saul. Namwambia, what is wrong with you? You are once nothing. You are once nothing. But God chose you and made you a king over his people. And he has given you instruction. And you chose not to follow the instruction and just to do your will. You fall into the plunder instead of following the instruction. Watu wengi huwa wanaanguka katika kile ambacho wanachokiona ama wanachokitaka, wanakosa kufuata maagizo. Jina la Bwana litukuzwe. Na watu wale ambao huingia katika mtego wa kile ambacho the desires of their heart, the pressures of their mind, wanakosa kufuata maagizo. Watu wale huwa wanatoka katika mwito wao, na Mungu huwa hafurahishwi na wao. Jina la Bwana litukuzwe. Following the instruction, lack of following the instruction and pattern devalues your calling. May God have mercy on us. We need to follow the pattern. Uliitwa na Mungu ufanye nini? Kaa hapo. Fanya hicho ambacho Mungu alikuita. I understand my role in the house of God. I understand my role in the ministry, in my calling. Na ile ombi kubwa ambalo huwa ninaomba Bwana ni ya kwamba unisaidie Bwana nisitoke katika mwito ambao uliniita nao. Watu wengi wameondoka katika mwito wao na wameingia katika mashaka. It is my prayer, brother, it is my prayer, sister, ya kwamba Mungu atakusaidia to follow the pattern ambayo Mungu alikuita kuifuata katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Wengine waliitwa kama intercessors, lakini katikati ya njia wakaachana na intercessory, wakaingia katika mambo mengine. Wengine waliitwa as financiers, but on the way wakaachana na kufinance huduma, kwa sababu wanachungulia financial. Kiangalia intercessor atapotea, because most of the time intercessors huwa hawataki kutoa. Kama utapotea, kama utaangalia mwenzako in the ministry, utapotea. You should understand your role, because your role is your pattern in the house of God. Glory be to God. Haukuitwa na Mungu uangalie watu,
uliitwa na Mungu usimame in your position. Are you in your position? Ama umeingia katika vitu vingine? If you are called to be financial, continue financing. You have a ministry of receiving and giving. Your work is to receive from God and you give. And you can take a valuation of your life. The moment you cease from giving, it is the moment that you cease from receiving. Kwa sababu mtu ambaye anakuwa na ministry of receiving and giving, anakuwa mikono yake imekaa hivi. You receive and you give. You receive and you give. Hiyo ni kama mtu ambaye anakaa kama birika, eketo. Lakini sasa wao umebadilisha, unasema tume advance, thamos zimekuja. Thamos inakuwa tuna mahali pa kuweka. Kazi yangu ni kupokea. Wewe ukipokea utapoteza. You need to receive and you give. Na ukiendelea na that ministry, I'm telling you, wacha nikuhakikishie, this is an assurance, utaenda mbali. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Nafikiria hii imekuwa mbaya sana kwetu. But we thank God. You must separate yourself from the things that devalues your calling. Hallelujah. Kama uliitwa katika eneo la kuomba, wacha kuangalia ni nani yuko kanisani. Hata ukijikuta peke yako umelala kanisani, lala, omba. Ambia Bwana kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Just plead with the heart of God. Continue interceding. Na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inasema ya kwamba because Saul could not be able to follow the instruction, he was rejected from his position of a king. Akaachwa, kaondolewa katika nafasi hiyo ya kuwa mfalme. Jina la Bwana litukuzwe. If you cease from following the instruction, kile ambacho Mungu hufanya ni kukuondoa katika nafasi ambayo alikuwa amekupatia. Anakuondoa, just very simple. Anakuondoa tu na ananyamaza. And you have nothing to do about it. Not unless you repent and go back to the position. If you don't repent and go back to the position, unabakia tu hivyo. Umenyang'anywa nafasi. Saul fought with David 40 years. Bwana Yesu asifiwe. Tried to kill David because already aliambiwa ya kwamba nimekunyang'anya ufalme na nimepatia jirani yako. Na alipoona Daudi akaelewa. When David killed Goliath, Saul confessed ya kwamba mtu huyu hakuna kitu kingine ambacho kimenitenganisha na yeye apart from my throne. Kiti changu cha enzi, kiti changu cha ufalme ndicho peke yake amebakisha. Otherwise, he is supposed to be a king. Yeye anastahili kuwa ufalme. Even Saul knew that David was not just an ordinary person, he was a king. Hallelujah. And he became jealous of David. Na akatafuta kumuua. Na akiwa katika harakati ya kumuua, Saul was so much frustrated by God, especially in battles. Alikuwa anaenda vita na kuwa frustrated. Akiita David akienda vita, David anashinda vita. Paka akashangaa walisamehe. Until alipojiua and David ascended to the throne na akawa kile ambacho Mungu alitaka. May God help you. May God help us to follow the instructions katika jina la Yesu. The pattern ambayo Mungu aliweka ndani yetu from the word God, tuifuate katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Are we together, church? And number 3, finally, the thing that can devalue our calling is broken covenants. Broken covenants. Maagano yaliyovunjika. Exodus 23:32, the Bible says, do not make a covenant with them or with their gods. Do not let them live in your land, or they will cause you to sin against me, because the worship of their gods will certainly be a snare to
to you. The children of Israel were given instruction to destroy all the gods of the Amorites, Canaanites, and they were told that they should observe the covenant. Because if they will not observe the covenant, the gods of the land will cause them to worship, to turn against the true God, the creator of heaven and earth, and they will be snared by those gods. Jina la Bwana litukuzwe. It was a covenant. Mkienda hapo, msipatane na hawa watu. Don't have covenant with them. Lakini muharibu miungu yao, muikatalie mbali ili mkaweze kusimama. Jina la Bwana litukuzwe. A broken covenant devalues our calling. Na tunaona katika Biblia, many years later, the children of Israel, they disobeyed God and they entered into the covenants with the gods of the land through the people of those land, of that land. Na wakati ambapo kulifanyika hivyo, mambo mengi yakawa mabaya. Broken covenant huwa ina devalue our calling. Mungu amekuita, Mungu amekuchagua, kuna vile Mungu angetaka. But once you have covenant with other gods, and sometimes ni vizuri kuelewa ya kwamba even though you have a friend, sio vizuri sana kuingia katika makubaliano sana na rafiki yako, because you don't understand anaabudu Mungu gani, especially young people. Vijana wengi wameingia katika mitego ya kuingia katika maagano na vijana wengine bila kuelewa vijana hao wanaabudu Mungu gani. Unakuta kwamba umevunja agano lako na Mungu na umeingia katika vituko vingine. It is my sincere prayer ya kwamba Mungu atatusaidia katika jina la Yesu Kristo. It's good to analyze yourself. If there is any broken covenant in your life, enda na uende ukazisaidie katika jina la Yesu Kristo. Ukajitengeneze tena, ukaweze kupatana na maagano na Mungu tena, na ukasimame katika njia ambayo unastahili kuwa nayo katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Things that can devalue your calling. Tumesema number 1 is sin. Number 2, tumesema ni nini? Lack of following pattern or instruction. Number 3, tukasema ni nini? Broken covenants. Niki mwale kanile na kayole ikaga. Ni nini mlikubaliana na Mungu utakuwa ukifanya? Are you still in that covenant? Ama already ilivunjika na ulianza kuifanya? Makubaliano ambayo mlikuwa na Mungu nayo bado unayatekeleza ama yalipotelea mbali? It's up to you to consider the covenant that you had with God. If there are any broken covenants in your life, please tengeneza hizo maagano kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. It is my prayer kwamba Mungu atakusaidia. The call of God in your life will cause you to be great. Mesema ya kwamba there is still things that can happen in your life after you have answered the call of God. Number 1, the call of God will cause you to be great. Number 2, it will provide for your life. Number 3, it will bring protection. There is that assurance of God from His word. If only we can maintain our calling. Brethren, we should live life worthy of our calling. Wacha kuishi maisha ambayo hayastahili mwito wako katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. I just want you to confess all your sin this morning. Na waambie Bwana ya kwamba have mercy on me. As the Bible says that whoever conceals his sin will never prosper. But whoever confess his sin and renounce them, he will obtain mercy. This is our high time to obtain mercy in the eyes of God. Ambia Bwana ya kwamba we want to renounce every sin in our lives in the mighty name of Jesus Christ. Waambie Bwana, sitataka kukaa katika dhambi tena. Ninatamani kuishi maisha ambayo yanafaa. Ambia Bwana wa mabwana, chochote ambacho nimeingia ndani yake na kimekuwa kikifanya udhamana wa mwito wangu uweze kuondoka, ninaomba Bwana ukanisaidie.
much, oh God, in the mighty name of Jesus. Chilima ya teye mosaka, yeke tayana mosai. Hatuna mahali pengine tunaweza kukimbilia, hatuna Mungu mwingine ila wewe Jehova. Tuhurumie Bwana, ndiye wotominekania. Ukitutega na uso wako tutaangamia Bwana. Tunakutegemea, tunakuhitaji katika jina la Yesu Kristo. We are coming back in the area of our covenant. Mahali tulikuwa tumekubaliana tunarejea Bwana. Kila maagano tuliyoyavunja Bwana, tunaomba msamaha, tunaomba huruma, tunaomba kibali na neema yako Bwana katika maisha yetu. Tusaidie Jehova, tukumbuke Bwana katika jina la Yesu Kristo.